Na hii ni Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kaskazini, mapigano makubwa wazalendo na M23 na Swift Congo pamoja na RDF. Goma, M23 na Swift Congo RDF waanza kuiba uraia kwa kinguvu. Kinshasa, FRDC wachoshwa na vitendo vya wanasiasa haswa Joseph Kabila Hippolyte Kanambe. Ikiwa ni tarehe 21 za mwezi wa 6 2025, saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki, ambako kunasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Kama hujaungana na operesheni hiyo, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa skrini yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Usikose pia kutembelea Baraka1 TV channel 2 ambako utakumbana na baadhi ya matukio yote yanazidi kujiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, ambako mapigano makubwa kati ya wazalendo na magaidi wa M23 na Swift Congo pamoja na RDF. Ni takribani wiki mbili ambako vita inazidi kupamba moto huko mkoani Kivu ya Kaskazini. Wazalendo wenye kuongozwa na Generali Dominique Kamanzi kupitia kundi la CMC, Collectif de Mouvement pour le Changement, wanaendelea kufanya vizuri eneo za Bambo, Tongo pamoja na Bukombo. Wiki mbili hizo za operesheni ya chapa ni kuchape, magaidi wa M23 wamekuwa wakikumbana na wakati mgumu kutoka kwa wazalendo, sio tu Kivu ya Kusini, Kivu ya Kaskazini pia, ambako mpaka sasa hivi hali inaonekana kuwa mbaya kwa upande wa magaidi wa M23. Upande mwingine mkoani Ituri, kiongozi wa waasi wa CRP, Convention pour la Révolution Populaire, amejisalimisha kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Frank Mugisa Ndahura alias Arali, ambaye ndiye aliyekuwa anaongoza kikosi cha CRP chake Bwana Toma Lubanga, amejisalimisha huko mkoani Ituri baada ya kipigo kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, amesema msemaji wa jeshi Ituri Bwana Jile Ngongo. Upande mwingine pia raia wa Kongo wanahitaji amani ya kudumu, huku wakitaka kuwa na amani kama nchi zingine za Afrika zinavyopata na kuishi katika hali ya usalama pamoja na burudani. Mengine zaidi, ujumbe huu kutoka kwa mwananchi anayelalama kulingana na hali jinsi inavyozidi kuendelea kuwa mbaya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi mashariki mwa nchi hiyo, ambako vita vya waasi wa M23 na makundi mbalimbali yenye kushikilia bunduki yakizidi kupamba moto. Vifaa vinaingia kutoka huku Uarabuni na kuingia Mkongo Sireti. Sasa hiyo ni tushukuru sana, kwa sababu ni kitu cha maana sana ambacho umekifanya, kimekuja. Na kama umefanya hatua kama hiyo, serikali yetu ya Kongo imefanya hatua kama hiyo, ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio muweza wa kila kitu. Ila tusikae kizembe, kwa sababu tumeshaonelewa sana. Tumezaliwa mvita, tumekomaa mvita, tunakuja tunakimbia, tunakuwa kwenye maisha mengine ambayo yenye hatakuwa tunategemea kama tutakuwa katika hii maisha. Hatutaki ya mambo tena yaendelee. Tunataka heshima ya nchi yetu kama wengine wanaopewa heshima katika nchi zao.
za Kiafrika kama vile za Ulaya. Angalia sana nchi za Kiafrika, wengi nchi nyingi ziko na amani na zinaheshimu population zao. Na baada ya taarifa hizo kutoka Ituri, kutoka Kivu ya kusini na kaskazini, moja kwa moja tuingie jijini Goma ambako magaidi wa M23 na SFC pamoja na RDF wameanza kuiba uraia kwa kinguvu. Mashuhuda wanashuhudia vituko vinavyofanywa na magaidi wa M23 kujaribu kuiba nyaraka mbalimbali za serikali, huku wakilazimisha kujiingiza katika nyaraka hizo ili kuonekana na wao kwamba ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yote yanafanyika ili kujitafutia nafasi katika serikali ya DRC endapo makubaliano yatafanyika huko Doha pamoja na Katari, basi wasipate ugumu, huku serikali inalazimisha Wanyarwanda kurudi nyumbani kwao na wale wahasi ambao ni Wakongomani waweze kuchagua kati ya kutumikia jeshi ama kuweza kurudi katika maisha ya kawaida. Wametumia nafasi hiyo ili kujisajili kwa kinguvu kuonekana kuwa ni Wakongomani ili wapate nafasi ya kubaki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huwa pamoja kati ya wananchi maeneo hayo akitoa ripoti hii na kutaka serikali iweze kuifanyia kazi. Major, ninapenda ni denoncer vraiment tusaidie ifike ku niveau national bakwa wote bayue. Nimepima ongea na mtu na ule mtu banakunywa pombe na mtu mwenye iko maima operation za M23. Ndakuya kuambia aye nyuma jina yake. Bamefika kumbi ku sheferi, bameiba vitabu yote ya sheferi, ile ya kwa registre mariage, ile ya kupana acte de naissance, zote wamezisomba ku sheferi ya Kale, ya Kabare, ku niveau ya sheferi zote za Bwito Munoro Kivu. Mpaka sai baliyo ile mabitabu zenye zilikuwa en reserve na zenye zilikuwa complete. Ase ku niveau ya Rwanda bako wana complete manani, bako na complete ma identité, banapatia mtu extrait de naissance. Basi ile vitabu ndio mlikuwa ma extrait de naissance, anakupatia ile kitabu ya extrait de naissance pour que wanzi wakiana mkono mu archive yako na maana ya antidate selome miaka yako na kwa nayo, pour que siku wanakuya huku bakwe reclamer kama deja muangalie kama tulizaliwa kuna ma extrait de naissance zenye tuko nazo. C'est de la même chose bako nafanya pour les basoda benye ko muarume yao wenye baleta huku Mkongo, wale Batusi na Bahutu wenye walikuwa leta Mkongo. Wana wafanyiza ile ma extrait de naissance kwa nazichomola mwa ile vitawa na zicomplete mwa ile periode ya zamani. Wametengeneza makashi zenye kusimilere na makashi zenye zilikuwa utilize mwa zile mazamani. Unaenda wanazipatia wale watu, wanazipatia wale watu pour que si kuna kuwa control ya kusema no mwata ingia mwarume ya Kongo ifo akwe Mkongomani, ataoneshaka ile extrait de naissance kama yeye alizaliwa kubudongo ya Kongo. Mwana paswa ingia Mkongo kama ni Mhutu wala ni Mtusi, mwana reclame kama alizaliwa Kongo mali kimbiaka, atokea aonesha ile document ya extrait de naissance yeye anaonyesha alizaliwa kubudongo ya Kongo. Kwa hiyo papa utusaidie uremonte hii question à tous les niveaux, même na ku ministère ya intérieur, vraiment mwangalie zinazifika kule pour que baanze hiyo kama deja vinani mabitabu ya etat civil zinaenda zinaibiwa partout kuma poste d'encadrement administratif, ma chefferie baliziba partout msidi Kivu na Nord Kivu, deja zishaenda Rwanda. Ndo ile na hiyo risque meme na ma carte de lecteur nazo basijibaze nazo kumtu mwata kwa nayo parce que waliwa mashini za seni zote zilikuwa hapa kwetu Kale. Ile ndo nipenda nikwambie, na ile haikufanyika seulement mu territoire ya Kale wala msheferia Buhavu, partout wenyewe walipita kwenye bana okipe walifanya ile acte za vile. Na mnaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Unafuata matangazo yetu kutoka Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe pamoja na East na Central Africa, na pia bila kusahau ndugu zetu wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Kiza Salum Mashaka Ayamba, Jide Kizenge Tembele ukiwa unasikiliza Baraka One TV, bila kumsahau King Sele, the only one king from USA. Na baada ya taarifa hizo tuingie moja kwa moja ndani ya jiji la Kinshasa ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wachoshwa na vitendo vya wanasiasa aswa Joseph Kabila.
Katika mazingira ya kuweza kuamsha na kuwaweka morali wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makamanda wanalazimika kuweza kufanya kazi kwa bidii na kwa pamoja ili kuweza kudumisha usalama pamoja na amani kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanawachota vidole wanasiasa wa upinzani ambao wanalazimika kuleta vurugu, huku wakizingizia kutokuwa na usawa ndani ya serikali na wakijaribu kuyumbisha usalama kwa ajili ya maslahi ya binafsi. Mengi na zaidi, huyu hapa kamanda wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC akiwaonya wanasiasa na pia kuwataka wanajeshi kuweza kuwa makini na kufanya kazi yao vile ambavyo inavyostahiki. Passation de pouvoir civilisé et apaisé, la paix de la nation. Et je tiens même le commandant sécuritaire manifestation wana. Sikoyo, mutu mususu watele mabanda koloba. Tomoni dictature. Bomo 18 ans yo salaki mi. Ozalaki dictateur te. Tika mboka ekonzama na bana mboka. Mwana mboka asilisi ya ye, mwana mboka mususu akoya. Paske za mboka na biso. Eske tomoka ni? C'est dans ce cadre-là, il faut pas éviter la piège à l'ennemi. Piège à l'ennemi et c'est-à-dire qu'on divise biso. Biso nyonso na mboka tokozala na elongi moko te. Tokozala na elongi moko te. Mais elingi koloba te ke soki ngai naza na elongi ya yo te, donc ngai nde monguna te. Monguna ayebani azali Rwandais. Nalobi bien, monguna ayebani azali Rwandais. Est-ce que toyokani? Alors Rwandais na bandeko na biso ya lokoso bamosusu bazalaki awa bapresident ya semi bale bambongo bamande kokata mandefu, lelo batiki mandefu ya pembe. Bakomi kotika mandefu ya pembe. Metango babanda kolia mbongo ya mboka awa. Mandefu batikaki yango. Donc elingi koyebisa bino ke awa tokolela systeme ya talanga na tosala nini totalana. Donc ce n'est pas important de se diviser biso moko. Ko se diviser et ko silisa makasi na biso. Oyo otala ngai ndenge na zabo yo muto soki ya Tanganyika. Oh, yende Rwandais te. Rwandais amona maka. Leo komona na bizaleli ya Rwandais omoni kaka ke oyo eza mboka na ye te. Ozomona bango te. Rwandais ata soki alobi ke nazali Congolais. Jour ezali kaka komona ye ake kote ya ba Rwandais. Est-ce que bomoni yango te? Donc pour éviter division, donc on a bomoko ndenge mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azosenga biso. Donc on a bomoko ototia munguna libanda. Mboka efanda kimia. Na kote ya politique, mokonzi ya mboka na gouvernement bazobunda bati Kagame contre mur. Abanda kokosa eza bango moko lokuta awa mondo mobimba
ya biso elingi koloba tosangana totia Mungu na libanda omoni ye akoti denonse ye tokanga ye tolona batu mosusu ye azali Rwanda azwi kombo ya Katanga alobi nazali na wesh metango bakangie bakuti na wesh zoka te azali Rwanda bakombo nyonso ya bakoko na ye Rwanda me azali na arme yango otala ngai natala yo kosala nini otalana. Naam, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwenye matangazo yetu ya asubuhi ya tarehe 21 mwezi wa 6 2025. Mengine tukutanane saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 za jioni. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP.